fadhila ya kuleta nyiradi mbali baada ya swala, nje ya swala. Tumejisahau sana kuleta adhkar, yani nyiradi baada ya swala, na Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallama alivyokuwa akiswali alikuwa anafanya nini. Imekusanya faida ya kumtaja Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa faida ya kuleta dhikri, kuleta nyiradi, ni kuleta utulivu wa moyo subhanahu wa ta'ala, kama anna Allah azza wa jalla wasafa adh-dhakirina lahu bilmu'minina almubsirin wa a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kama vile Mwenyezi Mungu alivyowasifia wale wanayemtaja katika waumini, ambao ni waumini wenye uoni wa mbali, Allah amewaandalia msamaha wa madhambi yao kwa sababu wanamtaja kila wakati, na amewaandalia maandalizi, malipo yaliyokuwa makubwa ambayo ni pepo. Sasa Sheikh katika hichi kitabu ametaja idadi kwamba kalimatu dhikri, neno uradi, limetajwa mara ngapi katika Qur'an. Chukua faida hiyo katika hiki kitabu Minnatur Rahman fi ba'd asrari al-Qur'an, kuanzia ukurasa wa 65 mpaka ukurasa wa 71. Anasema neno dhikrullah limetajwa katika Qur'an mara 66 katika sura 114 imetajwa mara 66. Ina maana kuna sura 66 limetajwa jina la, yani umuhimu wa kuleta dhikri. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, katika surati al-Insan, litaje jina la Mola wako asubuhi na jioni. Kwa hiyo limetajwa hili jina kwamba dhikrullah, kumtaja Mwenyezi Mungu, imetajwa katika Qur'an mara 66. Kwa hiyo ukifanya 114, Qur'ani ina sura 114, ukiondoa 66, ina maana ni sura 48 tu ndipo hapajatajwa dhikrullah. Ni ishara Qur'ani yote imejaa utaji wa dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala.